Naam, mfuatiliaji wa Snadareal TV uhali gani? Leo hii tuko hapa kijiji cha Nyuki, ambapo kijiji hiki ni maarufu sana nchini Tanzania na mkoa wa Singida kwa ujumla. Bidhaa mbalimbali zinapatikana katika kijiji hiki, lakini niko na mkurugenzi wa kijiji cha Nyuki, atajitambulisha majina yake na atatuambia uwekezaji mkubwa aliofanya katika kijiji cha Nyuki. Endelea kuungana nami ili uweze kusikia vitu mbalimbali kutoka kwa mkurugenzi huyu. Karibu sana. Asante sana. Na wakaribisha sana wa TV ya Snadareal TV. Karibu. Na niwapongeze kwa sababu mmeanzisha TV yenu hivi karibuni na tunaona jitihada zenu, mnakimbia sana. Asante na hata sana. leo mmeweza kutufikia sisi kwenye kijiji cha Nyuki. Niseme tu kwamba jina langu ni Philemon Josephat Kiemi. Okay. Ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya kijiji cha Nyuki yenye makao makuu yake Kisaki, Singida. Okay. Lakini mimi pia ni mwanzilishi na mmoja wa wamiliki katika kijiji hiki cha Nyuki. Na niseme tu kwamba kijiji cha Nyuki ni sehemu ambazo zinafanyika kazi nyingi, lakini ziko katika makundi makubwa matatu. Okay. Kazi ya kwanza ni kazi ya kitafiti. Kwenye kazi ya kitafiti tunafanya shughuli za kitafiti kwenye masuala ya misitu na nyuki. Na kwa miaka 12 iliyopita tumekuwa tukimilika hili eneo la Singida lote katika wilaya zote. Okay. Na hasa tumemwilika na maeneo mengine ya nchi. Kwa sasa tumeandika kitabu ambacho kinajulikana kama Ifoneo Singida. Okay. Hicho kinaeleza hatua zetu zote tulizozipitia kuanzia miaka 12 iliyopita hadi sasa. Lakini kazi nyingine ambayo tunaifanya ni kazi ya kutoa huduma ya mafunzo kwa vitendo. Hapa kwenye eneo hili tumeliandaa kwa ajili ya mafunzo na watu wanapata mafunzo mbalimbali. Okay. Kwa mfano tunafundisha watu kutoka Tanzania bara na Zanzibar. Okay. Nchi za nje na katika maeneo mengine. Tunashirikiana na mashirika mbalimbali kama MEDA, GIZ, BEVAC na mashirika mengine ambayo tunashirikiana naye katika zoezi hilo la kuhakikisha tunawasaidia wananchi kupata maarifa na kuweza kujikimu kimaisha kutokana na kuongezeka kwa kipato katika ngazi ya kaya. Okay. Kazi ya tatu ambayo tunaifanya kwenye kijiji cha Nyuki ni tunasema business result. Tunapozungumzia matokeo ya kibiashara tunamaanisha kwamba yale matokeo ya kitafiti na mafunzo tunayoyatoa, tunahakikisha kwamba tunatoa huduma na bidhaa za nyuki. Bidhaa za nyuki tulizonazo ni kama asali, vumbi la Singida, gundi ya nyuki, maziwa ya nyuki, sumu ya nyuki, majana ya nyuki, pamoja na mazao mengine, mkate wa nyuki na mazao mengine takriban 8. Okay. Lakini huduma ambazo tunazitoa hapa ni kama huduma za utalii, huduma za mafunzo, huduma za malazi, huduma za chakula, huduma za kusambaza vifaa vinavyotumika kufuga nyuki na mambo mengine. Kwa hiyo kwa kazi hizo tulizozifanya kwa miaka 12 tunaona kampuni inakuwa kutoka kwa mwaka 2012 ambapo tulianza mpaka sasa. Maana yake kampuni inakuwa kwa mapato, inakuwa kimiundombinu na watu wanapata uzoefu zaidi na hata wateja tunaowahudumia wanakuwa wengi. Kwa mfano, siku hii Ijumaa tutapokea watu 14 kutoka kwenye nchi 5 za Ulaya. Watakuja hapa siku ya Ijumaa. Watalii wengi wanaokuja katika ile eneo kwenye huduma ya kitalii wanafurahia sana, hasa vyakula vyetu vya asili ya watu wa Singida. Okay. Pamoja na mazingira ya asili, matunda pori na maeneo mengine. Kwa kijiji cha Nyuki, kwa neno moja, baada ya kumaliza mimi masomo kutoka Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine
na baadaye kujiunga na chuo kikuu cha Wayahudi cha Yerusalemu na kuzunguka nchi takriban 42 ulimwenguni, niliamua kurudi kijijini Kisaki, kuunganisha nguvu pamoja na familia, majirani na ndugu wengine ambao wadau wengine wa sekta ya misitu na nyuki, ili kuweza kuendeleza kitengo hiki na kiweze kufaa kutoa mazao ambayo yanaenda kupunguza tatizo la lishe na kinga ya mwili na kuokoa na kuweza kufanya familia nyingi ziweze kuwa salama kutoka kwenye maradhi. Binafsi sisi tukupongeze. Mimi binafsi nakupongeza kwa kazi kubwa uliyoifanya. Kongole nyingi sana kwa uwekezaji mkubwa uliofanya katika mkoa wa Singida, na kama vijana wa mkoa wa Singida pamoja na wananchi kwa ujumla na wa Tanzania, tuna kila sababu ya kujivunia uwepo wako kwa sababu ni watu wachache sana wenye IQ ya kuja na namna ya kufanya uwekezaji, kwanza kuikomboa jamii, lakini pia kufanya uhifadhi, lakini la tatu utalii wa ndani wa mkoa wa Singida. Sisi tunakupongeza sana Kiemi kwa kazi kubwa uliyoifanya, na sisi kama mkoa wa Singida pia tunajivunia uwepo wako. Umekuwa chachu ya vijana wengi kuwa na ndoto za kuanzisha uwekezaji mkubwa katika mkoa wa Singida. Kwanza, baada ya hayo umetoa ufafanuzi namna ambavyo umeanza mpaka hapa ulipo ni takriban miaka 12. Umeona faida zipi ambazo zimetokana na uwekezaji wako mkubwa? Kwanza kabisa mimi niseme faida kubwa kabisa ambayo nimeweza kuipata ni kupata huduma za kila siku. Na hii niseme tu kwamba wakati nasoma chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine, nikiwa kama mtafiti, niliweza kufanya utafiti ambao ulikuwa unaweza kuangalia mchango wa nyuki katika ngazi ya kaya mbalimbali katika mkoa wa Singida. Nishirikiana na wakala wa huduma za misitu Tanzania pamoja na halmashauri zetu za Singida, nikaweza kuja na kwenye ule utafiti ulikuwa ni utafiti wa kumaliza chuo kikuu ambao unaitwa SP, wengi wanafahamu. Kwa hiyo mimi katika conclusion ya utafiti huo nilibaini kwamba ufugaji wa nyuki pekee ukifanywa vizuri unaweza ukampatia mtu mahitaji yake yote anayohitaji katika ngazi ya kaya. Na mimi nielezee tu kwa kifupi, kutembelea kusafiri kwenda nchi 42 ulimwenguni katika kipindi cha miaka 10, kujifunza mambo mbalimbali. Hawa nyuki ndio walionipeleka Israel, walionipeleka Canada, South Korea, Afrika Kusini, mataifa yote na mabara yote duniani nimejaribu kuyagusa. Ulaya karibu mataifa 10 nimetembelea. Na mimi niseme tu kwamba jitihada hizo hiyo mimi nachukulia kama mdudu huyu nyuki ndio ameweza kunipeleka huko na kunionyesha huku mambo, kwa sababu ya safari zangu zote ni safari za kikazi na ni safari za kiofisi za kwenda kufanya kazi ya nyuki na kwenda kutafuta maarifa ya nyuki. Lakini sekta ya misitu na nyuki imenitambulisha na watu wengi ambao nimeweza kuwahudumia, hasa wateja wetu. Nafahamiana na viongozi wengi wa chama na serikali ambao wameweza kuja hapa kwa kipindi na nyakati tofauti na kuweza kupata mazao ya nyuki ambayo yamewasaidia sana kwa afya zao. Mwaka jana kwenye onyesho maalum la Wizara ya Maliasili na Utalii ambalo lilifanyika bungeni katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, niliweza kuuza chupa zaidi ya 263 za vumbi la Singida kwa wabunge. Kwa hawa watu wote ni watu ambao wanaendelea kuenjoy product na services au huduma na bidhaa za kijiji cha nyuki. Lakini katika eneo hili la kijiji cha nyuki, pembezoni tu kwenye eneo la kijiji cha nyuki ndiko nilikozaliwa. Nilichunga kwenye maeneo haya, niliwinda kwenye maeneo haya, nililima kwenye maeneo haya. Udogo wangu wote nimeutumia katika eneo hili. Na ilitokea tu mental transformation au ilitokea tu mbadilisho wa fikra kwamba nilipokuja kutoka chuo kikuu nilikuja na mawazo tofauti ya kubadilisha sehemu ambayo ilikuwa izalishi na kuwa inazalisha.
na leo matokeo yake tunayaona kuwa majirani zangu wanatumia maji ya bomba. Sawa. Lakini wana umeme. Eneo lao limepimwa kwa gharama za kijiji cha Nyuki. Lakini hawa watu ambao tumewafundisha kuhusu maarifa ya namna ya kutengeneza mizinga, namna ya kusimamia manzuki, namna ya kuchakata mazao ya nyuki na masoko. Watu hawa wameweza kupata faida, wengine wameenda kusoma Israeli kule, wengine wamepata exposure, wameenda wapi, na wengine wameajiriwa na miradi mbalimbali mikubwa nchi nzima. Hawa vijana wametokea hapa Kisaki na pengine maeneo ya Singida. Na wale watu ambao waliweza kuja kujifunza hapa takriban zaidi ya 5,000 katika kipindi cha miaka 7. Hao watu walipeleka meseji yetu nzuri huko duniani na katika mikoa mingine ya Tanzania. Lakini ukiangalia watalii waliofika hapa, kwa mfano kwa mwaka tu 2023 walifika watalii 6,930. Hawa watalii kati ya hao 1,700 walikuwa wametokea katika nchi zingine, lakini wengine walikuwa ni wa Tanzania. Kwa hiyo hao watu wamekula vyakula vya asili katika eneo la hapa, asili ya Singida katika eneo hii. Kwa hiyo kijiji cha Nyuki kwa sasa sisi tunachukulia kama ni moja ya mradi unaotangaza sana mkoa wa Singida kimataifa na kitaifa. Na kwa maana nyingine ni kwamba mimi ninaona kwamba nakuwa na ule ujasiri wa kuweza kutengeneza makazi yangu hapa kijijini na kuweza kuanzisha familia kwa ujasiri. Kama unavyofahamu, mwaka jana niliweza kuwa na sherehe hapa ya harusi. Lakini watu waliweza kuja zaidi ya 800 ambao walikuwa na kadi, walialikwa na tulifanyia hapa ndani ya kijiji cha Nyuki. Mandhari ya kijiji cha Nyuki ilitoa accommodate, lakini wazamiaji tu. Wale wazamiaji walikuwa kama 400 hivi. Na wale tuliona kwamba hawa watu walivyosikia tu mdundo hapa kijijini na kwamba leo wao wananiita Ifoneo. Leo Ifoneo anaoa. Kwa hiyo maana yake watu walivyofika hapa 400 wale tukapata taarifa kwamba watu nikamwambia waruhusuni tu waingie. Kwa watu kupata shughuli ambaye wazamiaji wanakuwa 400, maana yake ni kwamba hiyo ni upendo wa hali ya juu ambao wameonyesha wananchi wanaozunguka kijiji cha Nyuki kwenye na support ya shughuli hii. Lakini shughuli hii ninafurahia kwa sababu inaniunganisha na watu wengi. Jana nilikuwa na mkuu wa mkoa wa Mwanza hapa. Tumezungumza mambo mengi. Juzi na vyuo vikuu, ninaungana na vyuo vikuu na watu wengine. Kwa hiyo niseme kijiji cha Nyuki kwanza ni mradi wa mfano wa nyuki katika bara la Afrika. Na hii ni kuanzia mwaka 2017. Kijiji cha Nyuki kimetangazwa na Umoja wa Wafugaji Nyuki Duniani kupitia Kamisheni ya Afrika kwamba ni role model, kwamba ni namna ya ufugaji wa nyuki wa kipekee ambaye unatakiwa kuambukizwa au kuwa replicated katika maeneo mengine ya nchi ya dunia, ambapo kwa sasa tunapozungumza hivi kuna mtu Zimbabwe anajenga kijiji hicho, Nigeria kuna watu wanajenga kijiji kama cha Nyuki. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kwamba hata hivyo mimi na washauri wa Tanzania wengine wachukue maarifa haya au mbinu hii ya kufuga nyuki kwa kuanzisha kijiji na majiji ya nyuki iweze kusambaa karibu kila mkoa, ili asali zinazovunwa katika nchi ya Tanzania ziweze kutokea kwenye vijiji na majiji ya nyuki ambaye yatakuwa katika maeneo mengine ulimwenguni. Nashukuru support niliyoipata kwenye familia ni kubwa, kwenye kijiji ni kubwa, kwenye halmashauri ya manispaa ya Singida, mkoa wa Singida kwa ujumla wananipa ushirikiano mzuri sana. Hata ya kuniletea wateja kwenye mauzo, lakini wao wenyewe pia wamekuwa wa kwanza kununua mazao hayo na wengine. Kwa mimi naamini kwa ushirikiano ambao ninao na viongozi wa serikali, vyama vya siasa na mashirika ya dini, shule, vyuo vikuu na watu wengine, ninaamini kabisa kwamba kijiji cha Nyuki kitakuwa ni cha mfano katika bara la Afrika,
Na mtu mwingine nilikutana naye akaniambia kwamba kama Mwalimu Julius Kambarage Nyerere angekuwepo leo, basi angekuwa rafiki mkubwa sana wa kijiji cha nyuki. Lakini pia nashukuru hawa maraisi pamoja na wakuu wa mikoa ambao wamepita katika mkoa wa Singida na majirani, kwa kweli wamekuwa wakinipa support kubwa sana. Nazungumza na kina rafiki zangu wakina Anthony Mtaka, wakina mkuu wa mkoa wa Dodoma, mkuu wa mkoa wa Singida, amekuwa akitoa support kubwa sana na watu wengine. Kwa mimi niseme tu kwa ujumla kwamba hatua zinaenda vizuri, na sisi tunaamini katika kipindi cha miaka 5-10 elimu hii ya nyuki itakuwa nyuki na mazingira, mazingira itakuwa imesambaa sana katika eneo la Singida. Na hapa tuna program sasa ya kupita kila kata ya mkoa wa Singida na kuwaelimisha kuhusu ufugaji wa nyuki kibiashara, elimu ya mazingira na mazao ya misitu na nyuki yanayozalishwa na kijiji cha nyuki, ili watu waweze kutumia fursa ya uwepo wa kijiji cha nyuki mkoa wa Singida kuweza kufanya biashara nao na kuweza kupata soko la mazao ya nyuki. Mfuatiliaji wa Snadareal TV, mkurugenzi wa kijiji cha nyuki ametueleza faida mbalimbali ambazo yeye amezipata kutokana na uwekezaji wa kijiji cha nyuki hapa mkoani Singida. Ametueleza pia namna ambavyo yeye amenufaika, lakini pia na wananchi wa eneo hili wamenufaika na wa Tanzania kwa ujumla wamenufaika. Nilichofurahia ni kwamba vumbi la Singida ni bidhaa ambayo ina brand mkoa wa Singida. Mbali na hayo aliyosema mkurugenzi wa kijiji cha nyuki, unaweza ukatuambia kwamba kwa muda mfupi huu ambao tunaona kila siku unafanya improvements, unafanya modification ya mazingira hapa, unajenga, unatengeneza miundombinu mizuri kabisa, labda nini siri ya mafanikio au nini kipo nyuma ya improvement zote hizi? Kwanza kabisa mimi niseme kwamba dunia inaamini katika tafiti. Dunia inaamini katika tafiti, na tafiti zinatoa matokeo ya kisayansi. Na matokeo yale, utafiti ni ustaarabu wa kidunia. Ambapo unapotoa taarifa za kitafiti, maana yake ni taarifa ambazo zikitumika zinaweza kutoa matokeo ya ukuaji wa kiuchumi. Na mimi nilipokuwa katika vyuo vikuu ambavyo nimepitia, kama 4 hivi ambavyo 5 ambavyo nimeinteract navyo, ikiwemo chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine, chuo kikuu cha sayansi cha Waarabu ambacho kiko Misri, Michigan State University kutoka Marekani, na Hebrew University of Jerusalem ya Israel. Vyuo vyote hivyo ambavyo nimevisema ni vyuo vya kitafiti. Ni vyuo ambavyo vinafanya sana tafiti za sayansi, hasa kwenye kilimo na misitu na mambo mengine. Na hapa kwa hiyo siri kubwa ni kuwa na taarifa za kitafiti. Watu wengi ambao nimeinteract nao wanaamini katika tafiti za kisayansi, na wanasema taarifa za kitafiti zinajibiwa kitafiti. Taarifa za kimbea zinajibiwa kimbea. Taarifa za kinafiki zinajibiwa kinafiki. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kwamba sisi tumechagua eneo la utafiti, tunafanya utafiti wa kivitendo unaitwa action research, lakini pia tunasambaza maarifa ambayo yametokana na hayo majibu, na mwisho tunatoa bidhaa ambazo hazina maswali mengi. Na ndio maana hata vumbi la Singida kwa mara ya kwanza nchini Tanzania limeanza kuzalishwa hapa, na kwa sasa watu wanalitumia, na wakishalitumia tu muda mchache tu wanaona wanaweza kushiriki vizuri katika zoezi la uchaguzi mkuu. Kwa hiyo ni uchaguzi mkuu, nazungumzia uchaguzi mkuu wa mwili. Niseme tu kwamba kijiji cha nyuki tumekuwa tukiheshimu mawazo ya wananchi. Na tumekuwa tukiheshimu mawazo ya wafanyakazi ambao wako kwenye kijiji cha nyuki. Wale washauri wote wanaotushauri, tunapokea mawazo, tunayachakata, na baadaye tunathamini elimu ambazo watu Mwenyezi Mungu amewajalia, tunazitumia katika kuendeleza kijiji cha nyuki. Kwa mipango ambayo ipo sasa,
ni kwamba kwenye kijiji cha Nyuki ni eneo kubwa la ekari 5,000 lenye mageti 4. Geti la kwanza ndipo zilipo sehemu za malazi za Ifoneo Safari Lodge and Beach Resort pamoja na kiwanda cha kutengeneza mvinyo unaotokana na mazao ya nyuki. Lakini pia geti namba 2 ni geti la viwanda na geti la utalii. Hapa ndipo lilipo jiwe linalofahamika kama Ifoneo Stone, jiwe la Ifoneo, ambapo babu zetu walikuwa wanatumia jiwe hili kujificha dhidi ya maadui, vita kati ya Wanyaturu na wa Barabeg, vita kati ya Wanyaturu na Wamasai, vita kati ya Wajerumani na Wanyaturu. Na mimi naweza kusema tu kwamba mimi imani yangu ni kwamba bibi yetu Liti aliwalinda watu wa Singida dhidi ya ukoloni. Lakini leo hii Kiemi kupitia kijiji cha Nyuki atawalinda watu wa Singida kupitia kuondoa umaskini katika maeneo haya. Na hizi jitihada tumezichukulia serious. Ni kweli umasikini tumeuchukia hapa kwenye kijiji cha Nyuki na umasikini tumeuchukia nje ya kijiji cha Nyuki. Kwa hiyo mimi nimejitolea muda wangu toka sasa nikiwa kijana mpaka nitakapokuwa mzee, nitapambana na huyu adui anaitwa maskini. Lakini umaskini unakuja na maradhi, umaskini unakuja na mambo mbalimbali. Kwa hiyo niseme tu kwamba geti namba 2 litashughulikia, kuna restaurant ambayo inapika vyakula vya asili, kuna makao makuu ya ofisi ya kijiji cha Nyuki, kuna Safari Lodge and Beach Resort tena katika eneo hili, kuna swimming pool, kuna miti ya matunda pori mingi ambayo watu wana enjoy, kuna kutembea kwenye mchanga, waterfalls, jacuzzi za asili na maeneo mengine kama hayo. Gate namba 3 ni gate ambalo tunajenga chuo kikuu cha Ifoneo University of Agriculture. Kwanza kabisa ndio kitakuwa chuo kikuu cha kwanza katika mkoa wa Singida kuanzishwa na kumilikiwa na watu wa Singida. Kwa hiyo chuo kikuu hicho tunategemea kwamba kianza kudahili wanafunzi mwisho wa mwaka huu, na maana yake ni kwamba tulikuwa na wanazuoni hapa wiki 2 zilizopita, wiki 1 iliyopita tulikuwa katika maeneo mbalimbali ambapo tunajaribu kuangalia namna ya kushirikiana na vyuo vikuu katika kuja kuanzisha na sisi hiki chuo kikuu kiwe unique katika maeneo yetu. Na hilo hapo tunaamini kuwa tafiti sasa zitafanywa zaidi katika eneo hilo la misitu na nyuki na kupelekea hata kutengeneza viwanda vikubwa vya famasia na viwanda na hospitali za kutibu watu kwa kutumia mazao ya nyuki. Hapo ndipo tutakotumia asali, vumbi la Singida, gundi ya nyuki katika kutengeneza madawa na kupunguza bajeti ya serikali katika kuagiza madawa nchi za nje. Na kama Watanzania tutapata akili ya kutengeneza madawa kwa kutumia vitu vinavyopatikana katika vijiji vyetu, hasa chanzo chake kikiwa ni misitu na nyuki, basi tutakuwa tumepiga hatua kubwa ya katika hatua za kujitegemea. Na gate namba 4 hapa kwenye kijiji cha Nyuki ni geti ambao lina ranchi ya kuzalisha makundi ya nyuki. Tunaamini kwamba tutatengeneza mizinga ya nyuki ambayo inaitwa Singida Techno Hive na kifaa cha kuvuna pollen ambaye katika gate namba 4 hapo ndipo yatakapozalishwa makundi ambayo yatauzwa pamoja na mzinga. Kwa tutauza mzinga pamoja na nyuki wake ndani. Na hapo itarahisisha sasa, itasaidia wafugaji wa nyuki wengi waweze kukopesheka katika mabenki, lakini pia kuleta uhakika kufanya nyuki kwa biashara na kuepuka lile zoezi la kuweka mizinga maporini na kurudi nyumbani. Kwa hiyo kama ulivyoona uwepo wa eneo kubwa katika kijiji cha Nyuki unapelekea kuwa na nafasi ya kufanya vitu vingi huko baadaye. Lakini pia unatokea sehemu hii ikawa imehifadhiwa, kwa hiyo itumike katika kudumisha asili ya watu wa Singida kwenye vyakula, kwenye matunda na kwenye maeneo mbalimbali. Lakini kwa ujumla sasa niseme integration
ya hizi project zote hizi na matumizi ya wataalamu katika maeneo hayo yote, hiyo ndio siri kubwa ya kuheshimu taaluma za watu, kuheshimu maono, vipawa na vipaji ambaye Mwenyezi Mungu ameviweka ndani ya watu ambao tunatumika nao au tunashirikiana nao. Ni ishara tosha kwamba ile inatosha kwa silaha katika kuhakikisha kwamba tunapiga hatua na haturudi nyuma tena. Okay. Asante sana. Tunavyojua, in any kind or any form of struggle towards success, challenges are inevitable. Sasa kama mkurugenzi wa kijiji cha nyuki, kwa kifupi unaweza ukaniambia challenge zipi ambazo umekuwa ukiface zinazokuwa kama zinataka kurudisha nyuma katika utendaji wako? Changamoto kubwa ambayo tunakutana naye, mimi sasa nimekuwa na uzoefu wa kuwa mwajiri. Maana na wafanyakazi ambao tunafanya nao kazi, nimekuwa mwajiri, lakini nasema tu mfumo wa elimu ya Tanzania au wafundishi watu kwenda kujiajiri. Unawafundisha watu kujiajiri. Na sasa hivi naona mabadiliko makubwa wanaojaribu kufanya vyuo vikuu pamoja na maeneo mengine, vyuo vya kati na vyuo vidogo. Katika kuangalia namna ya kuweza kufanya elimu iweze kuwaajiri watu. Hata hivi nimesikia juzi tu viongozi wa kitaifa wakizungumza kwamba umuhimu wa mafunzo kwenye ngazi ya kati ya VETA kwa kila Mtanzania. Kwa hiyo inamaanisha kwamba pamoja na masomo haya ambayo tulikuwa tunafundishwa nadharia na vitu vingine, inahitajika practical kubwa sana kwenye vyuo vyetu hivi vya kati ili watu kupata skills. Kitu kingine ambacho naona ni changamoto kwa watu wafundishwe kwenda kujiajiri, mitaala na mfumo wa elimu ulenge watu kwenda kujiajiri. Lakini pia kitu kingine ambacho nakiona ni changamoto ni kwamba matumizi ya intelligence ya biashara, inaitwa CI marketing, elimu ya ushindani wa biashara. Kwa Tanzania nguvu ya ushindani kwa wafanyabiashara wa Tanzania bado iko chini sana ukilinganisha na wenzetu wa Kenya, Wanyarwanda na watu wengine. Sisi nguvu yetu ushindani ni ndogo kwa sababu tutakuwa tutoke kwenye normal business, kwenye ile biashara ya kawaida na kwenda kwenye ujasiri wa mali. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kwamba hilo nalo nimeliona bado linapokelewa kidogo sana katika maeneo yetu. Lakini niseme jambo lingine ni ambalo limeweza kuwa na athari kidogo ni mabadiliko ya tabia ya nchi. Mvua kucheza na mabadiliko ya tabia ya nchi kuwa hivi yanaathiri pia shughuli za nyuki katika namna fulani, na hivyo kupunguza au kuongeza uzalishaji. Jambo lingine ambalo nimeona ni changamoto ni swala la huduma. Huduma tunazozitoa sisi hapa kwenye kijiji cha nyuki, hatuna double standard. Tunamhudumia mtu yeyote atakaye kuja hapa anahitaji huduma na bidhaa. Kitendo cha hatuna dini, hatuna vyama vya siasa, hatuna nini. Kwa hii ni ofisi ya kibiashara ambao hatumuulizi mtu kwamba una kadi ya chama au una kadi ya dini fulani ndio uweze kuhudumiwa katika ile eneo. Hapana. Mteja yeyote anahitaji bidhaa na huduma zetu, tunamhudumia sawa sawa na wengine wote. Hatuna double standard. Kwa hiyo unakuta baadhi ya watu wanakuwa wanasema kwa nini umemhudumia huyo? Kwa nini umefanya hiki? Hicho ni kitu ambacho sisi katika ofisi yetu hatuwezi entertain. Na sisi tutaendelea kama tulivyotoa huduma kwa miaka 12 iliyopita, tutaendelea kutoa huduma hivyo katika kipindi cha miaka mingine ijayo. Jambo lingine ni vijana. Mimi nimefanya kazi sana na vijana. Vijana ni so dynamic. Vijana wanafanya kazi vizuri, wana nguvu, wana mawazo so vibrant, lakini vijana ni so dynamic. Kwa hiyo itabidi uzoee ile kuwepo kwenye ajira kwa muda fulani na baadaye wawepo kwenye eneo fulani,
na tunakuwa tunaangalia mifumo mingine pia ya dunia inasemaje, inaenda hivyo hivyo. Kwa hiyo changamoto zingine ni ushirikiano ambao tunapata kwenye taasisi zingine au ofisi zingine zinazotuhudumia. Zinakuwa speed, tunataka kwenda kwa speed. Sisi ni vijana, tunataka kwenda kwa speed. Lakini ile speed inakuwa kama ina delay kutokana na kitu ambacho kipo namna tunavyohudumiwa na tunavyo interact na taasisi zingine. Lakini tunaona mabadiliko makubwa na tunashukuru serikali kwa ngazi zote inatuhudumia vizuri, na changamoto hatujapata changamoto za moto kwenye hili eneo, hatujapata changamoto zingine. Lakini tuseme tu kwamba ukiacha mbali changamoto hizo, hatuwezi kuhubiri sana changamoto. Tunatakiwa tubadilishe hizo changamoto kuwa fursa. Na ndizo sisi tulichofanya katika kijiji cha Nyuki, kubadilisha changamoto kuwa fursa. Kwa mfano, hakuna chuo kikuu katika mkoa wa Singida. Maana yake sisi tunajenga chuo kikuu. Umeona, ingekuwa kuna vyuo vikuu vingi, tusingejenga chuo kikuu. Kwa maana yake changamoto tunazitafuta, tunazibaini na tunawekeza kwenye hiyo sehemu ili ku-work out challenge hizo zote. Okay. Asante. Lakini mfuatiliaji wa Snadareal TV, bado tunapata madini kutoka kwa mkurugenzi wa kijiji cha Nyuki. Anatueleza na anatuambia namna ambavyo amekuwa akikabiliana na changamoto mbalimbali katika kijiji cha Nyuki. Lakini kabla hatujahitimisha, hayo yote yamefanyika kama ambavyo unasema unapata ushirikiano mkubwa kutoka kwenye viongozi wa serikali na chama. Lakini serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, katika kipindi hiki cha miaka 4 ya dhahabu ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imekugusa vipi wewe kama mwekezaji sasa mzawa wa mkoa wa Singida? Karibu. Nashukuru sana. Kwanza mimi ni mshabiki nambari 1 wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Okay. Na niseme tu kwamba Samia Suluhu Hassan mimi nimemfahamu toka alipokuwa makamu wa rais, mpaka alipokuwa rais na mambo mengine yote. Binafsi sisi kama vijana katika sekta ya misitu na nyuki, katika kipindi hiki tumekuwa sana. Katika kipindi hiki fursa nyingi zimefunguka. Mfano, kwenye sekta ya misitu na nyuki, nikimulika hili eneo la sekta ya misitu na nyuki, Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amefanya mabadiliko makubwa kwa kutumia watendaji wake na serikali yake kwa ujumla. Moja kabisa ni kufungua soko la China. Uchina mwaka jana mwezi wa 11 hivi, serikali ya Tanzania na serikali ya Uchina wamesaini tunaita protocol za kuweza kufanya export ya asali kutoka Tanzania kwenda Uchina. Hiyo inafungua soko. Lakini hivyo Ulaya wameboresha masharti yao ya kusafirisha sisi asali kupeleka Ulaya. Lakini katika kipindi hiki mimi binafsi nikiwa namfuatilia Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye mahojiano mbalimbali na kwenye speech zake mbalimbali. Kwa mfano alipokuwa anazungumza na rais wa Kenya, Rais Ruto, alimuelezea rasmi kabisa, alimuelezea rasmi kwamba vijana wetu, alizungumza kwamba vijana wetu wa Tanzania kwa sasa wamekuwa na uwezo wa kupaki asali wenyewe katika viwango vya kimataifa na kuuza wenyewe. Wengine walichukua ile screenshot wakanitumia, wakasema hapa rais alikuwa anakusema wewe. Nikawaambia asanteni sana. Na jambo lingine kwenye masuala ya uhifadhi wa misitu, hata alipoingia tu madarakani, ukiangalia tu ile Royal Tour
imesaidia sana katika kuleta watalii. Mpaka leo tunasema kijiji cha nyuki kimekuwa lango la utalii katika kanda ya kati. Hongera sana. Na hii mimi nitaendelea kuisema popote kwamba katika kipindi hiki ambacho cha miaka minne hii ya dhahabu ya utawala wa Daktari Samia Suluhu Hassan tumeweza kufungua utalii. Leo tunasema Dodoma na Singida ni Central Circuit. Central Circuit katika utalii, ambapo tuna mpango sasa wa kuunganisha na sakiti ya kaskazini na hii sakiti ya kusini, na maana yake katika sakiti ambayo itafaidi kuliko sakiti zote ni hii sakiti ya kati, kwa sababu watalii kutoka kusini watakatisha katikati hapa na kwenda kaskazini, watalii kutoka kaskazini watakatisha hapa Dodoma na Singida na kuelekea huko kusini. Kwa hiyo mimi binafsi nikizungumza miaka minne ya dhahabu ya Daktari Samia Suluhu Hassan, naiona ni kama ukuaji wa viwanda. Sisi wenyewe kwenye kijiji cha nyuki hapa tumepanua viwanda, lakini vijana wameweza kujitokeza kwenye ngazi za utawala, kwenye ngazi za umiliki wa mali, kwenye ngazi za sayansi na teknolojia na maeneo mengine. Hata sisi kwenye nyuki tumeweza sasa hivi tunaanza kutibu watu kwa kutumia mazao ya nyuki. Wow. Kitu ambacho kimetokea hapa karibuni. Lakini kuonwa vumbi la Singida linauzwa sokoni, kuonwa gundi ya nyuki, maziwa ya nyuki, sumu ya nyuki inauzwa sokoni. Hizo zote ni jitihada za serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii kwa kipindi hiki kuruhusu mawazo ya vijana yaweze kutumika na kuweza kuonyesha matokeo chanya, hasa kwenye usimamizi wa maeneo haya. Na katika kipindi hiki pia sisi tumeweza kufungua kiwanda cha mvinyo. Kangaa au ile mvinyo wa asili ambao ulikuwa unatumiwa katika mkoa wa Singida, kwa sasa unapakiwa kwenye chupa ukiwa na stika ya TRA na tunauza sokoni. Unaenda sasa, sio unaliwa na watu wa Singida tu, sasa hivi unatumiwa na watu wa Dar es Salaam, watu wa Nairobi, watu wa wapi. Maana yake tunasema enjoy your tradition. Yani maana yake tunaposema furahia asili yake, tunamaanisha kwamba asili unaweza kufurahia asili ya Wagogo, ya Wanyaturu, ya hii. Kwa mimi ni nashukuru kwa kipindi hiki tumeweza kuscale up kwa namna hiyo. Lakini mimi niseme tu kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan popote alipo ajue tunamwazia mema. Na kitu ambacho mimi nilikuwa nakiwaza, Daktari Samia Suluhu Hassan anapokuwa na safari ya kuja Singida, atembelee kijiji cha nyuki. Sawa. Kwa sababu hapa tunajenga viwanda 10 kwa mara moja vya mazao ya nyuki na huduma kwenye ufugaji wa nyuki. Atembelee kijiji cha nyuki na kujionea mambo ambayo yanafanywa na tulikuwa tuna mpango wa kumwalika awe mgeni rasmi kwenye ufunguzi wa viwanda hivi vya nyuki na misitu, ambapo itakuwa ni alama nzuri sana kwa wadau wa sekta ya misitu na nyuki nchini, kuona mwanga katika kuendeleza hii sekta iweze kuchangia katika maisha ya kila siku ya watu katika ngazi ya kaya nchini Tanzania. Na nikisema kitu kingine tena, nimeona wanawake ambao walikuwa nyuma sana maendeleo, ukilinganisha na wanaume. Kwa sasa naona wanawake usawa wa kijinsia unaenda vizuri kwenye nafasi za uongozi, sayansi, huduma mbalimbali na uzalishaji, mambo yanaenda vizuri. Na mimi naona kama ilivyo katika mambo, nchi imetulia na mambo mengi yanaendelea vizuri. Binafsi sisi kwenye sekta ya misitu na nyuki tunashukuru kwa kuwa soko limepanuka, uzalishaji pia umeongezeka wa mazao, lakini pia sekta ya misitu na nyuki imekuwa lucrative, hasa kwa kuleta watalii wengi ambao wanatumia
mazao haya kama zawadi au gifti. Na viongozi ambao wameweza kusimamia sekta ya misitu na nyuki kwa sasa wako imara, na mimi na wapongeza. Lakini tunamshukuru pia makamu wa rais Daktari Philip Mpango mwaka jana kwenye maonyesho au siku ya nyuki duniani, tuliweza kuonyesha, tulikuwa na onyesho letu la bidhaa za misitu na nyuki kutoka hapa kwenye kijiji cha nyuki, na aliweza kutoa maelekezo mazuri sana kwa watu wa vyuo vikuu na pamoja na kwa Watanzania wote waweze kutumia mazao ya nyuki kuimarisha afya zao, ikiwemo vumbi la Singida. Na kwa namna hii tumepata wateja wengi hapa katikati, na tunawashukuru wateja. Kwa sisi wafanyabiashara huwa tunasema tunaendelea kwa sababu mifumo ya enable environment, mazingira ya biashara yametengenezwa vizuri. TRA na maeneo mengine tumekuwa tukizungumza nao, wamekuwa wakitufundisha, tumeenda kwenye uhalisia kidogo kidogo, tunaona tunapiga hatua. Kwa hiyo hii ni hatua nzuri kuelekea kwenye sustainable development au maendeleo endelevu. Na mimi nitumie fursa hii kupongeza serikali ya awamu hii kwa hatua wanazozipiga, hasa kwenye miundombinu, kwenye karibu kila eneo limeguswa. Asante. Mfuatiliaji wa Snada TV, mkurugenzi wa kijiji cha nyuki amemwaga maua mengi sana kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa miaka yake 4 ya dhahabu. Kufuatia uwekezaji wa mkurugenzi huyu katika kijiji cha nyuki, ametueleza namna ambavyo amekuwa mdau wa kwanza ama mshabiki nambari 1 kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, namna ambavyo amefanya mazingira au tuseme mazingira rafiki kwa wawekezaji hususan hapa mkoani Singida na nchini Tanzania kwa ujumla. Lakini mfuatiliaji wa Snada TV, tunaelekea kuhitimisha sasa. Mkurugenzi, umetuambia mengi, umetuambia changamoto, umetuambia faida, umetuambia namna ambavyo ulianza. Labda kwa kuhitimisha, ni kitu gani ambacho kinakunyima wewe usingizi? Asante sana kwa hilo. Swala linaloninyima mimi usingizi ni kwamba inawezekanaje nchi yenye rasilimali nyingi kama Tanzania hii na bado watu wake ni maskini. Hilo ndio ambalo linanifanya kila siku niweze kupambana na huyu adui maskini, niweze kufanya namna ya kusambaza elimu ambao kwa kadri Mwenyezi Mungu alivyonijalia, ili iweze kuwafikia wengi na wenyewe waweze kujinasua kwenye swala hili. Na hii ndio maana halisi hasa ya neno ifoneo. Ifoneo ni sehemu ambayo unaweza kujificha adui asikuone kabisa wakati wa vita. Ifoneo ni maeneo ya ibada ambayo watu wanaenda kusali na kumwomba Mungu. Ifoneo ni kidonge au chakula ambacho unaweza kula na ukapona maradhi au uchovu kwenye mwili. Ifoneo ni alama ya biashara ya kampuni ya kijiji cha nyuki ambayo inatumika katika kutoa huduma na bidhaa zake. Lakini ifoneo ni mtu yote yule aliyeweza kukusaidia kitu chochote wakati una shida yote ile. Kwa hiyo mimi kwa sentensi moja ninaweza kusema kwamba ninaamini kwenye umiliki wa mizinga mamilioni. Ninahitaji kumiliki mizinga mamilioni, kuzalisha mamilioni ya tani ya mazao ya nyuki yaliyozalishwa na mamilioni ya nyuki na kufikia watu mamilioni na kupata kipato kwa mamilioni. Asante sana. Mfuatiliaji wa Snada TV, mpaka hapo ndio tamati ya kipindi chetu ama mahojiano yetu na mkurugenzi wa kijiji cha nyuki. Sisi tunakushukuru sana kwa maana mimi nakushukuru sana kwa sababu umetupokea na pia umekuwa mkarimu, umekuwa muungwana, umetupokea vizuri tangu asubuhi, umetuzungusha katika maeneo ya hifadhi yako ya utalii, umetuzungusha katika viwanda, umetupeleka kwenye kiwanda kile cha kutengeneza mvinyo, cha kutengeneza
pia asali namna ambavyo inachakatwa umetupeleka, tumeona tumeona pale resort nini ile maana halisi ya Ifoneo. Yes, pia umetupeleka pale kwenye ile nani restaurant tumeiona, tumekula. Bwana mimi nakushukuru kwa sababu umekuwa muungwana sana, na wakati mwingi umekuwa ukituita sisi vijana, unatupa maarifa, na frankly speaking you are the best. Asante sana Investor. So tunakumwagia maua yako. Tunashukuru, asante sana. Tunakushukuru sana kwa kutukaribisha. Mpaka hapo ndio tamati ya kipindi chetu hiki ama mahojiano yetu. Mimi ni John Hassan. Snadaril TV. Endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii, YouTube, Instagram, Facebook na X kwa ajili ya kupata update mbalimbali. Lakini sisi tumefika hapa kwa udhamini wa wadhamini wetu, kiwemo Sangawe Glass and Aluminium. Wao wanapatikana mkabala na jengo la CCM mkoani Singida. Lakini bila kuwasahau KBH by Royal Village Hotel. Wao wanatoa huduma nzuri sana za malazi, lakini pia Samaki Complex wao wanapatikana Junior. Alamsiki. Asante sana. Nashukuru.